Wewe. Abe dada. Njoo. Abe dada. Wewe. Wewe ni mpumbavu eh? Hivi ni ushenzi gani ambao umeufanya hapa? Unataka kuniambia hii nguo umefua? Mbona bado ni chafu kiasi hiki? Cheki kwenye kola. Cheki ilipojaa uchafu. Alafu unataka kuniambia umefua. Na bado mwisho wa mwezi unataka mshahara. Kwa nini niona mimi kama mpumbavu, mchizi, mwehu, yani ambaye sijielewi, unataka mwisho wa mwezi nikulipe mshahara. Kwa ufuaji huu binti, siwezi kufanya kazi ya kanisa. Dada, lakini mimi nguo bora nimefua hizi nguo jamani. Wewe angalia hii nguo. Hii nguo nimefua na ilikuwa imetakata. Angalia hizi. Hizi zote nimefua. Zote bado zimetakata. Alafu mimi sijui imekwaje. Hii hapa ni kama vile mtu katia vumbi. Kwa unataka kumaanisha nini labda? Unataka kuongelea kitu gani hapa ili nikuelewe? Mtu kapaka vumbi. Nani huyo kapaka vumbi? Humu ndani tunaishi wangapi? Au humu ndani kuna mtoto labda amekuja hapa akapaka vumbi? Huo ni uzembe wako na upuuzi wako na uvivu wako wa kufanya kazi. Nimeshakwambia uende kwenu, umekataa. Kama umekataa kwenda kwenu, kwa maana hiyo unataka kufanya kazi. Kazi yenyewe kama ndio hii binti, itabidi uende nyumbani kwenu kwa lazima. Hakuna mtu yoyote ambaye sijui ataruhusu ubaki humu ndani. Hakikisha kaandaa hivyo vitambala vyako, ukusanye kwa uweke kwenye sehemu ambayo si kwenye mfuko, si kwenye nini. Mume wangu akishafika hapa kwenu, tunaelewana? Hapana dada. Mimi nakuahidi nitafua tena mara ya pili, lakini mimi nguo nilifua ukweli kabisa, nilifua na ikatakata. Lakini usinifanyie hivyo, nitakuwa makini siku nyingine. Hapana. Yaani hapana, wewe kama nani? Yaani hapana inamaanisha nini? Huondoki au? Halafu mbona siku hizo unanipinga sana? Yaani unataka sasa ujiamulie kwamba huondoki humu ndani. Ndio ushasema hapana. Kwa nini unichukulia mimi kama mshenzi? Unachukulia mimi kama mpumbavu? Sasa subiri nikunyooshe ili uondoke kabisa. Nimeshakubutua na kuondoka, unaondoka kwa lazima. Shemeji, naomba ushushe mkono wako. Kanoni. Naomba ushushe mkono wako kabla sikuvunjia heshima mbele ya mfanyakazi wako. Shemeji, hivi mbona kama sikuelewi? Yaani unataka kumaanisha nini? Nataka kumwadhibu mimi huyo binti, alafu nakuja unaniambia nishushe mkono. Kwa nini? Unajua kanikosea nini huyo? Shemeji, hajafua nguo ikatakata. Cheki. Cheki ilivyo chafu. Cheki kola ya mume wangu jamani. Akirudi hapa atamuelewa nani? Yaani nguo ni chafu kabisa na mwisho wa mwezi anataka pesa. Anazani mimi pesa naziokota. Shemeji, mimi nakuheshimu sana. Naomba mfanyakazi aende kufanya majukumu yake mengine. Afu mimi na wewe tubaki hapa tuzungumze. Shemeji, kiukweli mimi sikuelewi. Na kama sikuelewi siwezi kuacha ambacho hiki ninachokifanya hapa kwa sababu amekosea. Sasa mimi namwachaje? Namwachaje eti nguo ni chafu kabisa, hii ni chafu, ina maana wewe hauoni? Au mimi macho yangu siku hizi mabovu yananidanganya, ninachokiona hapa ni uongo? Shemeji, naona unatoka kuwa mkaidi. Wewe ni mbishi sana. Kama utaendelea kubisha hivyo, itanibidi nitumie mamlaka yangu, nitumie madaraka yangu, na nafahamu na nifahamu vizuri. Unajua wasifu wangu mimi ni nani. Binti, naomba uende ndani ukaendelee majukumu yako. Anyway, Shemeji Kanoni, hivi unaweza ukanidadavulia angalau kidogo ili nielewe kwa nini umefanya haya yote? Shemeji, hivi unajua kwamba hawa dada wa kazi huwa wanajitahidi sana kufanya kazi kwa bidii na kwa weledi mkubwa ili waweze kukidhi mahitaji ya nyumbani kwao na kujikwamua kwenye umaskini. Na unajisikiaje pale ambapo unaamua kumfanyia kitu kibaya, kumsakizia, kumtengenezea kesi ambayo inaweza kumfanya akakosa kazi ambayo anaifanya na akakosa hata ujira mdogo ambao anaupata kutoka kwa bosi wake? Wewe unajua kuna watu wangapi nyuma yake ambao unamtegemea? Shemeji, unajua mimi sijakuelewa kabisa, maana bado unazunguka hivi kama tiara. Unaelewa? Kwa sababu mimi umenikuta na mwazibu hapa mfanyakazi wangu. Kazingua, kafanya makosa, na mwazibu na muelekeza namna ya kufanya kazi. Na kama imemshinda kazi aende nyumbani. Halafu unakuja kuniambia sijui anategemea. Sasa anategemewaje? Shemeji mwenyewe anategemewa, lakini natoa pesa zangu nampa yeye. Halafu anafanya upuuzi kama huu. Nimekushuhudia tangu mwanzo. Wakati unachukua ile shati ukaliweka chini alafu kaanza kulikanyaga. Halafu ulivyokosa aibu, unamuita binti wa watu, unaanza kumfokea na kumpiga bila hata kukosa aibu. Basi shemeji,
Mimi nadhani nimeshakuelewa. Lakini mimi nilikuwa najaribu tu kumwadhibu. Kuna namna tu alikuwa ameshanikosea. Kwa nilikuwa najaribu kumwadhibu kwa design hiyo. Maana wakati amenikosea nilishindwa kumwadhibu. Hapo ukizingatia siku hizi ameshaanza kunizoea sana. Kwa hiyo nilikuwa na hasira. Kwa nimeshakuelewa shemeji yako na sidhani kama itajirudia tena. Nisikilize vizuri shemeji yangu. Unajua, yeye ni binti ambaye anajitambua. Anafahamu nini cha kufanya. Hupaswi kumfanyia kile ambacho unataka kumfanyia kwa sababu ni binadamu na ana haki zake. Kwa hiyo unavyochukulia sheria mkononi na kuanza kumpiga na muda mwingine kwa kumsingizia sio kitu kizuri kibinadamu na hata kimiungu pia. Nadhani kwenye vitabu vya dini waga unasoma, unaona kila kitu. Kwa hiyo sidhani kama unachokifanya ni kitu kizuri. Halafu kitu kingine, kama mtu amekukosea, ni vizuri ukamuita ukamweleza, ukamwambia ni wapi amekosea. Ni njia nzuri zaidi ambayo unaweza kukuelewa. Na hicho ambacho nimekishuhudia hapa, nisingetamani mara nyingine tena niweze kukishuhudia. Na kuhakikishia shemeji yangu, haitajirudia kabisa. Na kama itajirudia, itanibidi niongee na Mr. Ben, nimwambie kila kitu ambacho nimekishuhudia hapa. Nadhani itakuwa funzo kwako. Kwa nisemee tu shemeji yangu. Sidhani kama itajirudia tena. Vipi lakini? Nimemkuta huyo jamaa? Hapana, bado hajarudi nyumbani. Lakini kanipigia simu kaniambia yuko njiani anakuja nyumbani. Basi sawa. Ngoja tu nimsubirie hapa. Basi sawa shemeji, karibu ndani. Okay. Dada, nini? Nini mshenzi wewe? Leticia, hivi nimeshakwambiaje kuhusu kunipayukia nayo masauti yako unakuja unaniitaita? Nini ambacho kimekutuma uniite? Ita basi nimeshakukataza wewe. Au ndo unapenda tu kunitafutia ubaya, unanitafutia lawama ili nionekane mbaya, si ndio? Dada, lakini nilikuwa nakuita kwa sababu umesahau simu yako ndani. Simu yangu? Tami, hujanichukulia simu yangu? Hapana. Anyway, naomba kanichukulia simu yangu. Hapana dada, hamna haja. Simu yako hii hapa niko nayo. What? Kwa nataka kuniambia mpaka simu yangu umeshika? Hivi wewe mshenzi, nilikwambiaje kushika vitu vyangu wewe? Si juzi tu Leticia nimekukataza kushika vitu vyangu wewe. Leo umeenda umebeba simu yangu umeniletea mpaka hapa. Kuna mtu amekutuma? Au ndo kielele chako kimekutuma ubebe simu yangu uniletea hapa? Nilikwambia mimi nimeshindwa kuifuata. Dada, lakini simu ulikuwa umeacha pale mezani na ungeondoka ungehangaika tena kurudi huku. Shemeji angekupigia usingepatikana. Wewe mpuzi. Naomba utege masikio yako hayo. Sijui ametoboka upande wa pili ndio maana maneno ninayokuambia yanaingilia huku yanatokea huku, huelewi kwa maana yake. Usije ukarudia tena kushika vitu vyangu. Usije ukafanya kitu chochote ambacho sijakutuma halafu kikawa kinahusiana na mimi na ukakishika kwa mikono yako hiyo michafu. Nitakuumiza. Umenielewa wewe mpuzi? Basi sawa dada, naomba unisamehe sirudi tena. Na wewe unasikia? Ashakwambia hapendi ushike vitu vyake. Kwa nini unashika vitu vyake? Vipi? Hebu tuondoke zetu. Wewe una utindio wa bongo? Una akili finyu? Au mwizetu wewe ni kiziwi? Kanoni, nikwambia mara ngapi kwamba sikupendi? Why are you so stubborn? Halafu nani alikwambia kwamba mimi nataka pesa zako? Au lini mimi nilihitaji msaada wako? Hivi unachukulia kwamba pesa ndio kigezo cha mimi kukupenda? Forget it my dear. Pesa sio mapenzi. Halafu Kanoni, wewe si afisa kabisa? Afisa. Yaani afisa unayejielewa kabisa. Afisa mpelelezi. Unajua sheria zote za binadamu. Mimi nina haki ya kuchagua nani nimpende na nani nisimpende. Kanoni, mimi sikupendi wewe. I am deep in love with another boy, but not you. Kwa nini wewe ni king'ang'anizi? Halafu nikikuangalia hivi nakuona kama kijana smart sana. Ila unavyojipendekeza kwangu, nakuona kama jinga fulani hivi, zezeta hivi, lisilojielewa. Hivi hujawahi kujishtukia kweli? Hujawahi kujishtukia kwamba unajidhalilisha? Mimi sikupendi Kanoni, kwani duniani wanawake wameisha?
Don't bother me. Kwa nini uko hivyo? Sikutaki. Jen, I might be bothering you. A very stubborn guy. But I know I'm very stubborn. Unajua kwa nini? I have pure love from my heart. Na mapenzi siku zote yapo kama mmea, yanaota kwenye udongo, na sio udongo tu, yanaota kwenye udongo wenye rutuba. Na mimi binafsi nimechagua kuja kwenye moyo wako kwa sababu naamini moyo wako una rutuba nzuri ambayo unaweza kuotesha mapenzi yetu na yakastawi vizuri sana. Litambue hilo. Maybe take a look on me. Kwani mimi nina kasoro gani? Mimi nina kasoro gani? I'm a smart guy, professional and detective. Na unalijua hilo. Ukiwa na mimi unakuwa sehemu salama. Utakuwa salama physical, mental and emotional. Sawa. Nimeruhusu nipige. I should slap you back, but I didn't do that because najua a gentleman like me siwezi kufanya vitu kama hivyo. Wewe ni mwanamke, hupaswi kupigwa. Maneno pekee, upendo, uthubutu kwa ajili yako unaweza kufanya ukawa secure, ukawa na peace of mind. Na mimi najua hilo. Kwa siwezi kukupiga wala kufanya hivyo. Labda niongezee hapo. You are so attractive, very gorgeous girl. Wewe ni mzuri sana. Na ndio maana natamani sana niwe na wewe kimapenzi, niwe na wewe kihisia. Uwe mtu wangu wa karibu. Na mimi nitakuwa na peace of mind hata ninapofanya majukumu yangu. Kwa sababu huko kazini kwangu nakutana na watu wengi, wengine wenye miraba minne. Napigana nao kwenye kila kitu physical. Lakini wewe inabidi tupigane mimi na wewe kihisia. I really love you. Na nasubiri siku ambayo utaniambia unanipenda pia. Jen. Please say yes. Sema unanipenda. Kumbe wewe jinga Kanoni, kumbe yote niliyoongea hapa hayajaeleweka. Unataka mpaka nipande juu ile nyumba nishike kipaza sauti nitangaze kwamba sikupendi? I don't love you. I hate you, guy. Why are you bothering? Mind your business. Mimi sikupendi wewe. Afu sikiliza. Sitaki tena kukuona pale nyumbani kwetu. Iwe mwanzo na mwisho. Mshezi wewe. Mzezeta kabisa. Kanoni, hivi mbona unapenda kujidhalilisha kiasi hiki? Alafu mwanamke ameshakwambia hakutaki, hakupendi. Alafu hebu muangalie, mtu mwenye hana mbele wala nyuma. Ile sio hadhi yako mpenzi wangu. Kwa nini lakini unaendelea kumngangania mtu ambaye hakutaki? Na mimi nimeshakwambia, wewe ni mume wangu tu. Yaani wewe ni wangu na mimi ni wako. Kwa hiyo utazunguka kote lakini mimi najua tutarudi kwangu. Na hebu basi jaribu kusahau yote yaliyopita huko nyuma. Mimi nahitaji nirudi kwako. Nahitaji turudiane kama zamani. Tuwe tunafurahi, tunaenda sehemu mbalimbali, tunaenjoy. Kwa nini bado unakuwa na hasira kiasi hicho na mimi? Si unajua mimi nakupenda na pia najua unanipenda. Ila tu hizo hasira zako ndo zinakufanya uogope kuniambia kama umenimisi. Nisikilize vizuri mpenzi wangu. Si unanipenda
Niache huko. Wewe umenikuta kwenye mudi mbaya sana. Ukinichanganyia tu taarifa zako hapa na kuumiza. Nitakuumiza nakwambia. Ni bora ungefocus na vitu vyako. Na nishakwambia usifuate mambo yangu kabisa. Hebu nipishe hapa. Lakini yani Happy, hivi unajua kuwa mimi na wewe ni watu wawili tofauti kabisa yani. Yaani ni vitu viwili tofauti. Hivi unajua kuwa ukinihitaji mimi kwenye appointment zako anga nawahi kufika. Lakini wewe sasa mpaka si uchukue masaa 3 ndo nafika. Appointment gani hiyo sasa? Yaani ndo mtu ambaye Happy nikikupigiaga simu zangu kwamba tunatakiwa tuonane, ni mtu ambaye wewe unachelewa kila siku. Lakini mimi sasa ukinipigiaga simu yako hiyo moja nimeshafika eneo la tukio. Kwa nini wewe unanifanyia makusudi kiasi hicho? Na unajua kabisa huwa sipendi na waga inanikasirisha. Si bwana tuahirishe. Ulikuwa na kazi gani ambayo imekufanya umechelewa kufika hapa? Janeti, watakiwa kujua kuwa sisi ni wake za watu. Sasa wake za watu inaingiaje hapo? Eti au wewe mwenzangu ndo unaijua sana ndoa kushinda mimi? Au wangapi wameolewa? Au sisi ndo wa kwanza? Hapana Janeti, sijamaanisha hivyo. Alafu isitoshe, leo asubuhi nilivyoamka, nguo za mume wangu zilikuwa chafu sana. Kwa hiyo ikabidi nimalizane nazo alafu ndo nije. Nachoka mimi jamani. We binti unapenda kujiamulia mambo wewe. Kwa unataka kuniambia bwana nafua nguo za mmeo? Wewe si una dada wa kazi wewe? Janeti, ushasema dada wa kazi. Hausiani kabisa na nguo za mume wangu. Kwa hiyo, unataka kuniambia kuwa dada yako wa kazi anafua nguo za mume wako? Sasa nini kimemleta pale nyumbani kwako? Si kufanya kazi. Itatakiwa apike, afue, afanye kila kitu kinachohitajika kwenye nyumba ya mtu. Si unanielewa vizuri? Halafu wewe nguo tu nashangaa. Anafua mpaka boxer za mume wangu. Sasa mimi nianze kufua yeye anafanya kazi gani? Alafu mwisho wa mwezi nianze kumlipa mshahara. Si aende kwao sasa kama hawezi kazi. Janeti, yaani dada wa kazi kufua nguo za mume wako tena za ndani. Hicho sio kitu kizuri. Na utakuja kumpoteza mume wako. Unajua nataka kunichekesha. Nampoteza mume wangu kivipi? Happy, come on jamani. Wewe, kwa sura gani? Kwa binti gani wa kunibebea mume? Kwa shepu gani kwanza? Hadi aje kunibebea mume wangu. Atakosa kwangu nini? Kitu gani ambacho atakikosa kwangu akipate kwa yule binti? Nitazame kwanza. Look at me. Wewe. Hawezi. Hicho kitu binti sahau. Yaani hawezi kunibebea mume. Kwa sura ya baba ile. We, koma. Hapa kimemleta kazi na atafanya majukumu yake na ikiwezekana atafua kila kitu ambacho kinahusiana na hii nyumba. Haijalishi kitakuwa cha nani, chochote. Paka nguo zangu mwenyewe. Anyway, nadhani tumeshamaliza. Ni sawa, ila nimekushauri tu kwa sababu najua unachokifanya sio kitu kizuri na utakuja kujutia. I swear. Anyway, nimekuja kuangalia mchoro, si upo? Yeah, twende, upo kwenye laptop. Twende tukacheki. Twende tukaangalie. Leticia! Wewe Leticia wewe? Abe dada. Njoo. Abe dada. Unatoka wapi? Nilikuwa pale nyuma nafagia, nilikuwa nafanya usafi. Sawa. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Nimetoka pale sitting room. Sijalizika napo kabisa. Yaani pako rough, pako hovyo. Na unajua mimi waga sipendi kabisa kukaa sehemu ambayo iko rough. Si unanielewa? Kwa hiyo ninachokuomba, toka hapo, nenda kafanye pale usafi, kapatengeneze pakae vizuri kama panavyokaaga siku zote. Natoka hapa na uingia ndani na rafiki yangu, kuna vitu naenda kuangalia kwenye laptop. Kwa nenda kafanye hivyo. Janeti, ungemwacha tu akaendelea na majukumu yake. Alafu sisi tunaenda zetu kule ndani, tutapeleka sawa wenyewe. Happy, usitake kuniambia sasa
Umeanza kujiamulia mambo mpaka kwenye nyumba yangu na nielekeza nini cha kufanya. Wewe. Sasa sipofanya yeye nani akafanya pale ndani? Mimi ndo nikaanza kutengeneza pale sitting room au? Leticia, naomba nisikilize kwa makini. Achana na huyu binti. Inavyoonekana yeye anakaa na dada yake wa kazi kama mtoto wake. Na mimi hayo mambo siyataki. Sio tunaelewana vizuri na siwezi kutoa mguu wangu hapa nikaanza kufanya usafi pale sitting room. Kazi hiyo ni ya kwako. Na huko alikotoka hakikisha ukitoka kule ndani sitting room uende ukapamalizie. Nipakute pasafi. Sio tunaelewana? Haya nenda. Sawa dada, usijali. Ufanye haraka. Happy. Kwa unataka kuniambia mwenzangu wewe, unataka kuanza kunifundisha sasa, yani unipande kichwani mpaka kwenye nyumba yangu. Niishi na dadangu wa kazi kama unavyoishi na dadako wa kazi. Mimi hayo mambo siyawezi mwenzako, yani siwezi kabisa. Eti nikaanza kufanya kazi, afu dada wa kazi yupo, kisa na kazi nyingine. Kwa nini kimemleta hapa ndani kwangu? Uko kwa alikuwa hali. Alikuwa anakula. Sasa yani hapa kilichomleta ni kazi na lazima afanye kazi. Nyumbani kwangu ukija unataka kazi, ufanye kazi. Lo, mimi tuachane kwanza na hayo mambo. Twende ndani. Basi sawa. Janeti, mbona umeniita mkuku? Vipi? Kuna tatizo gani tena? Tami, hakuna tatizo lolote. Lakini hapa kilichonifanya nikuite. Mimi nahitaji msaada wako. Kuna kitu nataka unisaidie. Na ukizingatia wewe ni rafiki yangu wa karibu sana. Tumecheza wote, tumekuwa pamoja. Isitoshe ni majirani. Sema tu urafiki wetu umetenganishwa na vitu fulani. Mimi mwenzako nimeolewa na wewe bado unaishi nyumbani. Hiyo ndo naweza nikasema ni tofauti yetu. Lakini haimaanishi kwamba hatutakiwi kuongea au kusaidizana. Nilikuwa naomba msaada wako. Kuna kazi yangu moja nataka unisaidie. Janeti, kazi gani tena ambayo unataka kunipatia? Au ndo yale mambo ya kwenda kunywa sumu tena? Kama ni yale shoga yangu mimi siwezi tena. Yaani hiyo kazi mimi siwezi. Siwezi kabisa, siwezi. Mambo ya kunywa sumu tena? Tami bwana, hebu acha uoga. Nina uhakika kabisa hii mission unaiweza. Na sio mission ya kunywa sumu mimi naizungumzia hapa, ni mission nyingine kabisa. Huko tushamalizana nako. Na hata hivyo ni rahisi sana. Na nina imani kabisa huo mchongo unauweza. Janeti, mbona unazunguka sana? Hebu funguka basi. Niweke wazi. Kuna tatizo gani? Au kuna kazi gani ambayo natakiwa nikafanye? Ukiniambia nitaenda kufanya. Kama zamani ulivyoniambia nifanye, ndivyo na sasa nitafanya hivyo hivyo. Hebu funguka basi. Acha kunifunga yani, acha kunika kwenye mabano. Niambie. Nataka nikunong'oneze. Wewe Janeti wewe. Yeah. Iko hivyo yani. Mimi hiyo kazi siwezi kabisa. Siwezi kabisa. Mimi siwezi. Hiyo kazi mimi binafsi siwezi. Hata ingekuwa wewe usingeweza. Kwanza nataka nikukumbushe kitu. Mimi sasa hivi na mahusiano yangu. Mahusiano yangu ambayo hapo serious. Bila mgogoro wowote. Hapo sasa na tena umenitisha. Mama Janeti, siwezi. Siwezi. Tami, naomba unisikilize mimi. Hiyo kazi ni rahisi sana na na imani unaiweza. Kwa hiyo ndio hutaki kunisaidia? Kwa nataka nani sasa kanisaidie? Halafu, mahusiano yako na kazi yangu mimi vinaingilianaje? Haiwezi kukaribia mahusiano yako hiyo. Tumeelewana? Hivi ungeweza kweli wewe? Basi. Naomba uniambie. Unaweza kunisaidia au la? Ili nijue nafanyaje. Kwa sababu unanikataa kabisa live mchana kopo. Okay. Janeti, kwa sababu wewe ni rafiki yangu, acha niende nikafikirie. Then nitakupa jibu kama ndio au hapana. Si ndio eh? Basi sawa. Nasubiria majibu mazuri kutoka kwako. Basi rafiki yangu. Nikutakie siku njema. Okay.
Wewe mwenzetu wapi tena? Dada, naenda pale nje, naenda kutupa hizi takataka kwenye ile dustbin ya nje, ili kusudi gari la taka likipita lizipitie, kwa sababu siwezi kuzitupa ndani na unajua. Leticia, hivi mbona siku hizi mbili tatu umeanza sana kujiamulia mambo kwenye hii nyumba? Nimeshakwambiaje kuhusu kwenda kumwaga uchafu pale nje ya geti langu? Kule ndani hamna dustbin? Au ni lazima utoke huko nje? Lakini dada, hizi takataka zina michanga na kuna mamiti, kwa hiyo ni lazima nikazitupe pale nje. Siwezi kuweka ndani. Kwa hiyo nikiweka ndani itakuwa nazalisha uchafu mwingine tena. Yaani wewe binti wewe. Kwa hiyo unataka kuniambia sasa hivi ninachokiongea mimi unakipinga, lakini unafuatisha ambacho unakifikiria kwenye kichwa chako, sio? Leticia, kwa nini unataka kunipanda kichwani? Na kwa nini hizi siku mbili tatu unaanza kunizoea sana? Kila kitu ambacho nakwambia usifanye na unafanya. Unanitaka nini wewe? Halafu hizi siku mbili tatu hivi unajua kumekuwa malaya sana wewe. Yaani kila nikikaa na mume wangu binti unaanza kujipitisha. Kila ukiniona niko karibu na mume wangu basi unaanza kujipitisha. Ni kitu gani ambacho kinafanya wewe unajipitisha? Au unamtaka mume wangu labda? Wewe hujaelewa nini hapo? Nakuuliza Janeti, hujaelewa nini? Umemuuliza anaenda wapi, amekujibu, si ndio? Kakwambia anaenda kutupa uchafu. Ukataka kujua kwa nini ameenda kutupa uchafu, alikuwa ushakataza. Kakueleza hali halisi kwamba akitupa uchafu ndani atakuwa anazalisha uchafu mwingine. Sasa hapo nini hujaelewa? Alafu hayo masuala umalao unazungumzia yametokea wapi? Wewe unazungumzia uchafu unamtukana yeye. Alafu mbona unanikosea heshima? Au ulimleta dada wa kazi ndani ili uanze kunivunjia heshima? Wewe nenda katupe uchafu nje. Baby, sitaki. Beni, yani sitaki kabisa. Wewe nimeshakwambia kamwage kule uchafu. Hakuna kutoka kule nje. Wewe. Vipi wewe? Huu muda unapoteza mnabishana, sangeko ameshatoka nje amesharudi ndani. Nisikilize wewe, hata kunipanda kichwani. Wewe kamwage uchafu nje. Lakini Beni, kwa nini unapenda kuniingilia? Lakini mimi nimeshamwambia afanye hichi afu unamwambia afanye hichi. Hivi unajua kwa unamtengenezea dharau ya kwanza kunidharau mimi. Alafu isitoshe ushindaji hata hapa nyumbani. Yaani mimi ananidharau sana hizi siku mbili. Anarudisha uchafu kule ndani. Wewe toka, nenda kamwage uchafu bwana. Si nimekwambia hujanisikia? Mke wangu. Jeleti.